Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Kishki TV, tupo ndani ya ofisi ya mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Al-Hikma Foundation Sheikh Nurdin Kishki. Hii leo ikiwa ni siku ya Jumatano, zikiwa zimepita takriban siku 4 mara baada ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni kukamilika. Na kama ambavyo utakumbuka, katika siku hiyo Sheikh Nurdin Kishki akiwa katika uwanja aliwatangazia umma watu wanne pamoja na mtoto mdogo ambao walilala katika siku hiyo ya tarehe 15 na wakaamkia katika tarehe 16 ya siku ya mashindano ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Na hivi sasa tupo na watu hao, lakini pia nipo na Sheikh Nurdin Kishki. Kama ambavyo taasisi ilivyoguswa na jambo hili, Sheikh alitangaza kwa watu hawa atawafanyia surprise. Kama ilivyo mara baada ya mashindano kunakuwa na surprise. Na surprise hiyo ni ipi? Sheikh tunaye hapa. Sheikh, mbele yako ni wadada ama wamama ambao ni tupo nao hapa, wako wanne, na kama ambavyo ulivyozungumza ya kuwa siku ile ni kwamba majina yao na nambari zao za simu tuko nazo hapa. Vijana wako tulifanya kazi ya kuwatafuta watu hawa na tulizungumza nao, picha zao tunazo, na kwa ushahidi ambao tunao tumejiridhisha kuwa hawa ndio wenyewe. Lakini pia kila mmoja tunaye namba yake, akiwemo wa kwanza ni Rukia Ibrahim Hassan, mkazi wa Mbezi kwa Magufuli, na naomba niipige namba yake ambayo ninayo hapa ili kusudi tuweze kuhakiki kuwa ni yeye mwenyewe na hayo mengine yaweze kufanyika. Hii ni namba ya Rukia, ndio namba yake hiyo Rukia, kwa sababu Rukia kwa wawili, yeye anaitwa Rukia Ibrahim Hassan, mkazi wa Mbezi Mwisho. Lakini pia mwingine ni Zuena Mohamed Hussein, mkazi wa Kigamboni Geza, na naomba pia namba yake ni ipige hapa ili ushahidi kamili uweze kupatikana. Tunaipiga namba ya Zuena Mohamed Hussein, na pia naita kwa maana hiyo ni yeye mwenyewe huyo. Twende katika namba nyingine ya kwake Saum Muhammad Hassan, na pia tuweze kujiridhisha kama ndiye yeye mwenyewe, kama ambavyo tulivyochukua taarifa zetu katika uwanja wa Mkapa usiku ule. Na wa mwisho ni dada yetu Ruqayya Abdallah Karata, wa mwisho huyu, kwa wale watu ambao walijitokeza pale usiku mapema. Inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling. Naomba inasema inatumika. Please try again later. Jaribu tena. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Na mtazamaji, baada ya changamoto kidogo ya mtandao, na sasa njia pekee ya kuweza kuthibitisha ni kuchukua simu yake na kupiga kwenye simu yangu ili tujue kwamba ni namba ile ile ambayo tuliichukua katika siku ile. Lakini pia nikukumbusha kwamba dada yetu huyu ana matatizo kidogo ya usikivu, kwa hiyo tunachukua namba hii ya simu yake ili kusudi tuweze kupiga katika namba ya kwangu mimi. Naomba utoe pin hapa alafu tupige. Andika namba yangu hapa. Namba kama ambavyo inavyojionyesha na namna nilivyomsave siku ile, ndio hapa ametoka Karata kwa Mkapa usiku. Kwa hiyo na tumethibitisha kwa sura, lakini pia kwa nambari ya simu, na amewakilishwa pia na mama yake kutokana na matatizo ambayo anayo. Na Sheikh Nurdin Kishki, sasa kazi ni kwako kwa kile ambacho ulichokiahidi katika siku ya leo, na utakumbuka kwa uliahidi siku ya Jumatano na leo ni siku ya Jumatano. Kwa hiyo ahadi yako imetimia kama ambavyo ilivyo. Mbele yako wadada hawa walikula daku katika usiku wa kuamkia siku ya mashindano. Mapema kabisa walifika uwanja wa Mkapa. Karibu sana. Asante sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd,
akina mama wa Kiislamu ambao mlitugusa siku ya tarehe 15 usiku kuamkia tarehe 16 kuamkia mashindano yetu makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Kama mulivyosikia, niliwataja hadharani ili hali sikubahatika kuwaona, lakini vijana wangu ambao usiku huo walikuwepo pale wamebahatika kuwaona, wakawachukua video, nyinyi mkawa hamna habari. Ingawa baadaye nasikia wale walinzi wa uwanja kidogo wakawaharas, nikalazimika kutoka nje ya uwanja na nikatangaza. Wa kwanza ni Rukia Ibrahim Hassan kutoka Mbezi Mwisho. Angenyanyua mkono juu nikamwona. Rukia Ibrahim Hassan kutoka Mbezi Mwisho kwa Magufuli. Nashukuru, shusha. Wa pili ni Zuena Muhammad Hussein kutoka Kigamboni Geza Ulole. Mashaallah, nakushukuru. Ulikuja na mwanao Samira Adam Yuko shule anafanya mtihani la 7. Okay. Sawa, shida yetu ilikuwa ni wewe. Watatu alikuwa Saumu Muhammad Hassan kutoka Mbezi Mwisho, Saumu. Na wanne alikuwa Rukia Abdullah Karata kutoka Mbezi Mwisho. Nyinyi mmetugusa sana kwa sababu ukiangalia distance maeneo mnayotokea, moja Kigamboni Geza, sawa, wawili Mbezi Mwisho, sawa, watatu Mbezi Mwisho, na mmoja anatokea Mbezi kwa Magufuli. Sikutamka namba zenu hadharani kwa kuhofia wajanja wasije wakatengeneza namba zile, kwa sababu sisi ushahidi wetu wa kuwatambua nyinyi ndio wale niliowataja ni ushahidi wa aina 3. Tumewanasa kwenye picha, kwa hiyo hivi ninavyoona ndivyo nilivyoona kwenye video. Jambo la pili, majina tumeyachukua. Jambo la 3 ambalo ndo kubwa ni nambari za simu, na hapa namba tumepiga wote, namba zenu tumehakiki ndio zenyewe. Kwa nini tumeguswa na nyinyi? Tumeguswa na nyinyi kwa sababu Al-Hikma Foundation inapenda Waislamu wawe na imani, Waislamu wawe na mapenzi na dini yao, Waislamu wajitoe wenyewe katika masuala ya kiimani. Nyinyi ni kina mama, mmetoka huko mlikotoka usiku wa manane, msukumo wa kiimani umewasukuma, mkawa mna waswasi kwa namna mnavyokaa mbali. Mkija asubuhi mnaweza mkakosa viti vya kukaa, mkaamua kujiongeza mkaja. Hatujakupeni nauli, hatuwajui, hatujakupelekeni gari walete usiku ule mulale pale. Sasa Al-Hikma Foundation inapenda kuwalea Waislamu kiimani, inapenda kuwalea Waislamu kidini, inapenda Waislamu wawe na tadhiya, bimaana kwamba Waislamu wajitoe muhanga wenyewe kwa ajili ya dini yao. Na alhamdulillah kwa kiasi kikubwa hilo tumefanikiwa, na nyinyi mlikuwa ni mashahidi. Mliona viwanja vilivyofurika mwaka huu. Waliobakia nje ni wengi kuliko walioingia katika viwanja vyote viwili. Hadi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar alishangaa wakati anaingia, umati ni mwingi, akawa na waswasi, watu bado hawajaingia katika viwanja hivyo. Kwa tumeguswa na imani. Sisi tunapenda kuwalea kiimani Waislamu, na nyinyi mmefanya kwa ajili ya Mungu, kwa mapenzi, kwa imani. Leo Allah kawaona, mnapata walau zawadi ndogo kutoka kwetu. Nitamka hadharani, kila mmoja wenu leo tunampa milioni 1, na naomba nitoe hadharani ili Waislamu na Watanzania na walimwengu walioshuhudia ahadi yangu waone hatuna janja janja, tukiahidi tunatekeleza. Ombi letu hatuwapangii, ni ombi tu. Mngeanzisha hata biashara ndogo ndogo,
tunajua fika ya kuwa milioni moja ni ndogo sana kwa maisha yalivyo, lakini kisichopatikana chote hakiachwi chote. Baada ya kusema hayo, kabla sijakabidhi milioni moja kwenu nyote wanne, kwa niaba ya shekhe wetu, mlezi wetu, rais wa taasisi yetu Sheikh Sharif Abdul Qadir, ningelipenda basi Khalid akakupeni maiki, kila mmoja wenu walau akatupa hiyo siri ya imani. Hii imani hii imeitoa wapi jamani? Mmefikiria nini nyinyi? Mashindano ni kesho saa 5, mko kwa Mkapa na daku zenu. Mimi naitwa Saumu Muhammad Hassan, natokea Mbezi ya Makufuri. Mimi nilienda uwanja kwa ajili ya Allah. Kwa nini umeamua kuja usiku na mashindano ni asubuhi? Niliamua hivyo ili niwapate nafasi niwahi. Upate nafasi uwahi? Maana Mbezi mbali. Kwa nini upate nafasi uwahi? Ulijua kutakuwa na zawadi? Sijajua kama kuna zawadi, ila nilihudhuria kwa ajili ya Allah. Lusa, nimemwomba mume wangu, naomba niende uwanja wa Taifa, kuna mashindano. Allahu Akbar. Akaniambia hamna shida, we nenda. Kwa hiyo nikatoka hapo, nimefunga, nimeenda kufutulia huko. Huyo mumeo tumpe maua yake. Mwambie shehe nakupa maua yako. Tangazo langu wakati nalitoa na kutaja jina, ulinisikia live au ulihadithiwa? Nilisikia live kwa kweli. Allahu Akbar. Na nikashukuru kweli Mwenyezi Mungu anijalia. Nimekuja hapa. Nashukuru sana jamani. Kwa majina naitwa Zuena Muhammad Hussein, natokea Kigamboni. Natokea Geza. Niliamua kuja kulala uwanjani kwa sababu mwaka jana tulikosa nafasi. Maana tukasema tuwahi ili tuone vizuri. Nilikuja na mwanangu. Anasema darasa 7, nilikuja naye. Leo anafanya mtihani. Mimi nilimwambia mume wangu anasafiri, anaenda kule kusini, anafanya biashara. Nikamwambia leo tutaenda Taifa, siku ya Jumamosi, Jumapili kutakuwa na mashindano. Akasema hamna neno, nendeni. Tukafunga mlango nyumba, tukawasha taa, tukaondoka. Allahu Akbar. Tangazo la Shehe Kishki baada ya kusikia uwanjani nilisikia furaha, japokuwa sijategemea kama kutakuwa kuna zawadi. Mwambie mumeo Sheikh anakupa maua yako. Kakusaidia uwe mtu wa imani zaidi. Nilimwaga mume wangu kutoka tangu Ijumaa. Aliniruhusu akaniambia nenda mke wangu. Bila shaka sababu naenda kusabia Mwenyezi Mungu, nenda mimi nakuruhusu. Allahu Akbar. Nashukuru kwa kweli. Na ulikuja peke yako? Nilikuja mimi na pamoja na mwanangu, mtoto wa dada yangu. Allahu Akbar. Na kitu gani kilichokufanya umeamua kuja kulala? Yaani kwa nini hukujiamini kuja asubuhi mapema saa 10? Nilisukuma hadi nje nilale. Ni ile furaha ya kupata kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kusabia la ilaha illa ndio maana kuja kulala. Mashaallah. Mimi ni mzazi wa Rukaiya Abdalla Karata. Tunakaa Mbezi Makabi. Kweli binti yangu ni mpenzi sana wa Qur'an na amekuwa akifuatilia sana matangazo ya mashindano ya Qur'an, na aliomba ruhusa wiki moja kabla ya tukio lenyewe, na bahati nzuri baba yake alikuwa amerudi kutoka safarini, akarizia na akampa nauri ya kufika kwa ajili ya kuona hayo mashindano. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko ndani ya mwili wake na anakipenda sana, na amekuwa akishiriki sio mara ya kwanza, hii ni kama mara ya 5 kama sikosei. Kwa mwaka huu waliomba awali apate nafasi sehemu nzuri na kuweza kushiriki kuona mashindano hayo toka mwanzo hadi mwisho. Baada ya kusikia maelezo machache kwa dada zetu hawa, na hasa kilichowasukuma wao kuja katika uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mashindano, na kama tulivyoshuhudia watatu wana waume zao na kila mmoja aliomba ruhusa kwa mumewe na waume wametoa ruhusa. Nitumie fursa hii pia, waume zenu popote pale walipo wapokee maua yao kutoka kwangu. Inaonyesha wana imani, wana upendo na dini yao. Walipoona wake zao wana imani, wanataka waende siku moja kabla wakalale huko, wakawaruhusu. Lakini wanne ni huyu binti mdogo ambaye pia ana matatizo ya usikivu. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru wazazi wako. Mama yupo hapa,
na baba ambaye pia alimuomba ruhusa na akampa nauli ya kuja. Kwa hiyo pia wazazi, pokeeni maua kutoka kwangu. Hii ndio lugha ya mjini. Baada ya kusema hayo kwa heshima na taadhima, sasa ninyanyuke kwa niaba ya Al-Hikma Foundation, kwa niaba ya Sharifu Abdul Qadir, kwa niaba ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, nyinyi wanne niliowataja tarehe 16 kwa Mkapa hadharani, nitimize ahadi ya taasisi yetu hadharani. Na hatufanyi hivyo kwa sababu ya ria wala sum'a wala kutafuta sifa. Al-Hikma Foundation tukiahidi hadharani, tunatekeleza hadharani, ili kuondoa shubha na dhana na minong'ono ya watu. Baada ya kusema hayo, naomba nikabidhi kwa wa kwanza Rukia Ibrahimu Hassan kutoka Mbezi kwa Magufuli. Tuliahidi milioni 1, naomba uipokee na ruhusa uhakiki. Ni pesa hii. Sitikawa imepungua 10,000 hapa ikawa haikufika milioni. Anayefuatia ni Zuwena Muhamedi Husseini kutoka Kigamboni Geza. Da Zuwena. Hii hapa. Anayefuatia ni dada yetu Saumu Muhamedi Hassan kutoka Mbezi Mwisho. Na wa mwisho Rukia Abdullah Karata kutoka Mbezi Mwisho. Rukia Abdullah Karata kutoka Mbezi Mwisho. Hongera sana, hongereni kwa imani, na mutuombee dua taasisi ya Al-Hikma Foundation. Allah aifungulie milango ya kheri, aibariki, ailinde na husda, vijicho, visokorokwinyo, wabaya wengi, wengine wafurahia tunayoyafanya. Kwa hiyo Allah kila anapotufungulia, anapotupa imani, na sisi tutaendelea kuwalea Waislamu kiimani inshallah. Asanteni sana. Naomba kuwasilisha, na tumetimiza ahadi jamani. Tumeahidi na tumetimiza. Karibuni sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Kishki TV, surprise ndio ambavyo zimeanza kutolewa hivyo katika taasisi ya Al-Hikma Foundation baada ya kuahidi hii leo mapema tu, takriban siku 3 hizi baada ya mashindano tayari hii leo surprise imeshaanza kutolewa. Kwa hivyo ukiendelea kutufuatilia Kishki TV, ahadi zote ambazo zilikuwa zimetajwa pale katika uwanja wa Mkapa bila shaka zitatimizwa kama ambavyo zilivyokuwa zimeahidiwa. Mimi naitwa Khalid Omar kwa niaba ya wenzangu Omar Nganga pamoja na Abdul Karim Abdurrahman. Endelea kutazama Kishki TV, hakika sisi ni nuru ya dini yako.